Msikilizaji, licha ya Rais Donald Trump wa Marekani kusema kuwa nchi yake haikujua kuhusu mashambulizi ya Israel kwenye visima vya gesi vya Iran yaliyozua ulipizaji wa kisasi wa kiwango cha juu wa Iran, Israel imesema mashambulizi hayo yalifanyika kwa ushirikiano na Pentagon, ingawa imeahidi kuwa hayatajirejea tena. Na kuhusu hilo na yale yaliyojiri karibuni kwenye vita hivyo dhidi ya Iran vilivyoanzishwa kwa uchokozi wa Marekani na Israel kwa wiki 3 sasa, huyu hapa Mohamed Khalif. Kupitia mtandao wake wa Truth Social, Trump alikuwa amedai kuwa nchi yake haikuwa imejulishwa wala kushirikishwa kwenye mashambulizi hayo dhidi ya visima vya gesi katika eneo ambalo linamilikiwa pamoja na Qatar na Iran, ambavyo ndio vikubwa kabisa ulimwenguni, akitoa wito wa kutorejewa tena na kuitishia Iran isijaribu kuendeleza mashambulizi yake dhidi ya miundombinu nishati ya majirani zake. Lakini jioni ya leo maafisa 3 tofauti wa kijeshi wa Israel wamenukuliwa na habari wakisema kwamba mashambulizi hayo kwa mkia jana, ambao alichochea ulipizaji mkubwa wa kisasi kutoka Iran, yaliratibiwa kwa ushirikiano wa pamoja kati yao na Marekani. Maafisa hao wamesema hata hivyo tukio kama hilo halitorejewa tena, ikitafsiriwa kwamba yatokana na katazo la Trump, mshirika mkubwa wa Israel. Iran ilijibu mashambulizi hayo kuvilipua kwa makombora visima vya mafuta na gesi nchini Qatar, Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu, mataifa ambayo Tehran inayatuhumu kuruhusu ardhi zake kutumiwa na maadui zake kuishambulia. Huko mjini Washington, waziri wa vita wa Marekani Pete Hegseth amewaambia waandishi wa habari kwamba hakuna muda maalum uliowekwa kumaliza vita hivyo hadi pale Rais Trump atakapoamua kwamba ameridhika na matokeo yake. Hegseth amesema karibuni atafikisha kwenye baraza la Congress ombi ya dola bilioni 200 za ziada kwa ajili ya kuendesha vita hivyo vilivyoanza tarehe 28 mwezi wa Februari. $200 billion, I think that number could move. Kiasi cha dola bilioni 200, nafikiri kiwango hicho kinaweza kutusogeza. Bila shaka kunahitajika fedha kuwaua watu wabaya. Kwa hivyo tunarudi Congress na jamaa huko kuhakikisha tunapewa fedha za kutosha kutimiza kinachofanyika, kuhakikisha silaha zipo, sio tu za kutosha bali hata za ziada. Hata hivyo, mkuu wa usalama wa taifa wa Marekani Tulsi Gabbard amesema kwamba malengo yaliyowekwa na Trump juu ya Iran ni tofauti kabisa na yale ya Israel. Kwenyewe nchini Iran, uongozi wa huko umeapa kuendelea kujibu mashambulizi, ukiwakosoa vikali wale wanaitolea Tehran wito wa kuacha mashambulizi yake bila kulani na hata kutaja kuwa imekuwa ikijibu tu uchokozi dhidi yake, ambao hadi sasa umeshaangamiza maisha ya zaidi ya watu 2,000, wakiwemo watoto wadogo, wanawake na viongozi wakuu wa kisiasa, kijeshi na kidini. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi amemkosoa Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa, ambaye hapo jana alitoa wito wa kusitishwa mara moja kwa mashambulizi baada ya Iran kushambulia visima vya gesi vya Ras Laffan nchini Qatar. Araghchi amesema Iran haitajizuia kamwe kuchukua hatua yoyote endapo miundombinu yake itashambuliwa tena, na kwamba vita vitamalizika tu pale suala uharibifu wa maeneo yake ya kiraia litakaposhughulikiwa kikamilifu. Alikuwa ni Mohamed Khalif huyo na ripoti hiyo mkusanyiko kuhusiana na hali ilivyo huko Mashariki ya Kati. Lakini bado tukitazama vita hivyo vinavyoendelea na vinavyozidi kuchukua mwelekeo unaotia wasiwasi jumuiya ya kimataifa barani Ulaya, viongozi wamejadili athari za vita hivyo na hasa katika upatikanaji wa nishati, wakati Rais wa Marekani Donald Trump ameapa kufanya mashambulizi makubwa kuripua visima vikubwa duniani vya gesi vya South Paz ambavyo ni vya Iran pamoja na Qatar, ikiwa Iran itaishambulia tena Qatar. Jana Doha ililaumu Israel kwa kushambulia mtambo wake wa gesi kwenye visima hivyo inaotumia pamoja na Iran, huku viongozi wa mataifa ya Kiarabu waliokutana jana Riyadh wakiungana kuikosoa Iran. Je, yote haya yanaashiria kitu gani kwenye vita hii? Nimemuuliza mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati aliyoko Fujairah, Ibrahim Rahbi. Ukweli kuwa kila kitu kinajionyesha wazi sana na mambo yamekuwa wazi. I mean, AI can now build a website in 90 seconds while the only AI most people over 40 know is ChatGPT. Ya maono ya raia wa kawaida wa ulimwengu na maono ya kawaida ya viongozi wa ulimwengu. Nadhani raia wanayaona mengi na wanazungumza mengi, na viongozi wanatuambia mengine ambayo raia wengi wanaona kama kuwa viongozi wanapotoka sana, kwa sababu kama Irani anakosa haki ya kujibu mashambulizi yanayotokea kwake, sijui ile haki ya kumshambulia yeye inatoka wapi. Ukisikia hata viongozi wa Kiarabu ambao waliketi kule jana Riyadh
wamezungumza swala hilo hilo la kulani mashambulizi ya Irani, lakini kamwe hawajagusa chochote kilichofanywa na Israeli na Amerika katika kipindi chote. Haijalishi vifo vya watoto wa shule wakati wa mwanzo wa mzozo, lakini hata kutoa pole kwa Irani tu kwa kifo cha kiongozi wao bado walimejizuia hata nchi moja. Inaonekana Saudi Arabia imeondoa imani kwa Tehran. Saudi Arabia inasema kwamba ina haki ya kujibu kutokana na mashambulio yanayofanywa na Iran dhidi yake. Katika mwelekeo huu, maana yake ni nini hasa, Rahbi, kwa vita hii? Kauli iliyotolewa na waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia Faisal bin Farhan kuwa subira ina mwisho na uvumilivu wao una mwisho na wanayo haki ya kujibu, ni kauli ambayo inaweza kupigiwa mstari kwenye kifungu cha 51 cha mkataba wa Umoja wa Mataifa kinairuhusu Saudi Arabia kufanya hivyo. Ndio hicho kifungu ambacho kimetoa uhalali pia kwa Irani kufanya kile ambayo kinayafanya. Sasa ufalme si kwamba hauelewi nini kinaendelea, kwa sababu mara zote unajulishwa na unaambiwa kabisa kuwa hili linajibiwa kutokana na lile, lakini ufalme tangu mwanzo wa vita haujakemea swala lolote lililofanywa na Israeli na Amerika dhidi ya Irani. Kwa hiyo ufalme unachukulia kuwa Irani ni adui yao. Sasa kwa kusema kuwa Saudi Arabia wanaweza kujiingiza kwenye mzozo, nadhani itakuwa limetimia lengo la hasa walioanzisha mzozo huu, ni kuziingiza nchi za Mashariki ya Kati kwenye mzozo ili unajua nchi zingine zifanye biashara kubwa ya silaha. Kuna uwezekano kiasi gani wa hilo kutokea? Nadhani kauli ya Saudi Arabia imekuja kufuatia kauli ambayo ilitolewa mapema kabisa na UAE, na serikali ya UAE ilishatoa kauli kama hiyo, ikasema uvumilivu haupo. Lakini tunavyozungumza kuwa hata Qatar imewaagiza wanadiplomasia wa Irani waondoke kwenye nchi yao. Si vigumu sana kuelewa hili linatoka wapi. Hawa wote ni washirika wa upande wa pili wa magharibi, na huenda wanapewa mashinikizo na Marekani katika kupush hivi vitu, lakini nadhani swala la kuingia moja kwa moja kwenye mzozo huu wameliweka pembeni, na hivi tabaki kuwa ni vitisho. Katika swala zima la mlango bahari wa Hormuz, Rahbi, unatazama vipi athari ya kuendelea kufungwa mlango huu bahari na kauli zinazoonyesha kukataa kuungana na Trump katika kupeleka meli za kivita kwenye eneo lile? Bila shaka viongozi wa Ulaya wanayaona mambo kwa jicho lililopana zaidi na wanafahamu yale yanayoendelea. Wiki jana tulimsikia waziri wa kigeni wa Ujerumani akilizungumza kwa kina kabisa hili swala. Alieleza kuwa muungano kama huu tulisha kuwa nao kule dhidi ya Wahuthi wa Yemen ambao haukufanya kazi yoyote. Matokeo yake kuwa Wahuthi waliacha kushambulia meli baada ya makubaliano kufikiwa tu kati ya Israeli na Hamas. Kwa hiyo kwa maoni yake yeye, ni maoni ambayo yanaungana na Rais Emmanuel Macron kuwa hakuna njia yoyote ya nguvu inaweza ikaenda kwenye mfereji wa Hormuz, ukiangalia kuwa Irani wamejidhatiti sana kuwepo pale. Ni Ibrahim Rahbi, huyo mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati, kama alivyozungumza nami. Na hapa barani Ulaya, msikilizaji, viongozi wa jumuiya hiyo wamekutana huko Brussels na wamejadili masuala mazito yanayokabili umoja huo, ikiwemo vita vya Mashariki ya Kati, kupanda kwa bei ya nishati, kushuka kwa ushindani wa kiuchumi, pamoja na uungaji mkono kwa Ukraine, msaada ambao kwa sasa umekwama kutokana na upinzani wa Hungary. Zaidi kuhusu mkutano huu anasimulia Saumu Njama. Katika kikao hicho, mvutano mkubwa umeibuka kati ya viongozi wa Umoja wa Ulaya na waziri mkuu wa Hungary Viktor Orban. Viongozi hao wamemshutumu Orban kwa kuchelewesha kwa maksudi msaada muhimu kwa Ukraine kwa maslahi ya kisiasa ya ndani, hasa kuelekea uchaguzi wa Hungary. Waziri mkuu wa Finland Petteri Orpo ameitaja hatua hiyo kuwa kama usaliti kwa maamuzi ya pamoja ya Umoja wa Ulaya. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesisitiza kuwa mshikamano na uaminifu ni nguzo kuu za Umoja wa Ulaya na kwamba kila nchi mwanachama inapaswa kuheshimu maamuzi ya pamoja. Hata hivyo, Orban ametetea msimamo wake akidai kuwa maslahi ya Hungary yako hatarini, hasa baada ya kusimamishwa kwa usambazaji wa mafuta kupitia bomba la Druzhba linalopitia Ukraine. Anaituhumu Kiev kwa kuchelewesha usafirishaji huo, madai ambayo Ukraine inakanusha na badala yake kuelekeza lawama kwa mashambulizi ya Urusi. Mvutano huu umeibua tena udhaifu wa mfumo wa maamuzi wa Umoja wa Ulaya unaohitaji makubaliano ya pamoja ya nchi zote 27, hali inayoweza kuchelewesha hatua muhimu katika nyakati za dharura. Mbali na suala la Ukraine, ajenda ya mkutano imebadilika kutokana na kuongezeka kwa mvutano wa kijeshi Mashariki ya Kati kati ya Iran, Israel na Marekani. Viongozi wa Ulaya wameweka wazi kuwa hawana mpango wa kushiriki katika operesheni za kijeshi licha ya wito kutoka kwa Rais wa Marekani Donald Trump. Badala yake wanatoa tahadhari
ya mafuta na gesi, jambo ambalo linaloweza kuathiri vibaya uchumi wa Ulaya. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa Marekani na Israel kusitisha mashambulizi dhidi ya Iran. First, to the United States and to Israel. Kwanza kwa Marekani na Israel, huu ni wakati mwafaka wa kumaliza vita hivi ambavyo vinaweza kuwa vikubwa zaidi na kusababisha mateso makubwa kwa raia pamoja na athari zinazotishia uchumi wa dunia kwa ujumla. Ujumbe wa pili ni kwa Iran. Acha kushambulia majirani zako. Hawajawahi kuwa sehemu ya mzozo huu. Baraza la Usalama limeshakemea mashambulizi haya na limeamuru yakome, kama ilivyoamuru pia kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz. To open the Strait of Hormuz. Katika mjadala wa nishati, viongozi wa Ulaya wanatafuta suluhisho la muda mrefu kwa kutaka kujitegemea zaidi katika uzalishaji wa nishati na kupunguza utegemezi wa mafuta kutoka nje, hasa Urusi. Kwa ujumla, mkutano huu unaonyesha ukubwa wa changamoto zinazokabili Umoja wa Ulaya, kuanzia migogoro ya kisiasa ndani ya Umoja wa Ulaya, vita vinavyoendelea nje ya mipaka yake, hadi athari za kiuchumi zinazoongezeka. DW tunavuma kwa kishindo.